Mwanamke TV. Nawakaribisha sana katika mada ya siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ambayo ameifanya. Maana ni kwa neema yake kwamba tumeona hii siku si kwa kawaida. Kwa hivyo ni kwa neema yake. Karibu. Asante sana. Bishop, ukiangalia sahi kwa mtandao kuna historia ya Betty Bayo, Kanyari na Tash na mama ya Betty inaendelea sana na watu wengi wako na maswali sana. Kwa sababu juzi mama ya Betty ameweza kuongea akasema Tash respect. Tash alikuwa anatesa mtoto wake na hataki wale watoto wa Betty wakae pale kwa ile nyumba, kwa sababu akiangalia maisha ya wale watoto anaona maisha yao inaenda kukua mbaya, kwa sababu Tash alikuwa anasumbua mama yao sana. Wewe unasemaje na vile mama Betty amezungumza? Jambo la kwanza, tunapoangalia katika ile anasema kwamba ndoa na si ndoa ambaye ni halali, kwa sababu si ndoa ambaye imetambulika. Ni ndoa ambaye inaitwa come we stay. Na ndoa ambaye inaitwa come we stay kuna hatari, kwa sababu hiyo ndoa haitambuliki kisheria. Huwezi dai kwamba huyu mke ni wako wakati wewe haujalipia mahari, wakati wewe mwenyewe haujahalalisha ile ndoa kwamba iwe ndoa halali. Mwanzo tunaangalia kwamba Betty alikuwa mke wa mtu, kwa sababu jambo la kwanza, hauwezi kuwa kwenye ndoa na ukaamka tu leo ukasema umeondoka na ukaenda kuanzisha ndoa nyingine. Huu unaitwa usinzi na uasherati. Hivyo jambo la kwanza tunajua kwamba Betty alikuwa mke wa Kanyari, na hata akiwa kule alikuwa bado mke wa Kanyari, kwa sababu jambo la kwanza hakukuwa na divorce, hakukuwa na talaka. Ni katika ile tu unakaa hivi, unaona hapa aibu itanikuta, na unaondoka unakimbilia kwenye maficho, na katika ile maficho ile unakutana na jamaa mwingine huko na mnaanzisha uhusiano na mnaanza kuishi pamoja. Kwa hivyo hakukuwepo na ndoa hapo, hakukuwepo na ndoa halali. Ndoa halali ni wakati ambapo wewe mumeishi na mtu, kisha mumehalalisha, mumezaa watoto pamoja, na huyo mume wa kwanza, huyo ndio Mungu anatambua. Hatambui mume wa pili. Mume anayetambuliwa halali ni mume wa kwanza. Na Biblia inasema kwamba hawa watu mkikisha oana mmekuwa mwili mmoja, na kitu kitakachowatenganisha ni kifo. Hautaamka tu leo useme kwamba huyu mume naona ameaibika huko nje na sitaki aibu inipate, leo unaondoka kwa sababu unakimbilia aibu. Na kama ulikubali kuolewa na yule mwanaume na mumekaa na yeye, kuna mambo mengine yanapotokea katikati, changamoto zinapotokea, lazima ukuwe tayari kusimama na mume wako. Hata kama jina lake litaaibika, jaribu kuprotect jina lake, kwa sababu wewe ni mke wake. Jambo la kwanza, akiolewa kwa Kanyari, si kusema kwamba alikuwa hamjui. Alikuwa anamjua vizuri. Alijua Kanyari ni nani. Alijua Kanyari ni Viliten. Kwa hivyo akiingia hapo alikuwa anajua Kanyari ni nani. Kwa hivyo hakuingia pale kama kipofu. Aliingia pale na macho mawili kama anatazama, na akamkubali hata kama ni Viliten, akamkubali kuwa mume wake. So kama alimkubali na ikafikia mahali kwamba ikajulikana ulimwengu mzima kwamba Viliten si halali. Kwa hivyo hangekaa mahali pale, angetoroka mahali pale. Angelizidi kukaa mahali pale, kwa sababu tangu mwanzo aliingia mahali akijua kwamba si halali. Kwa hivyo alitoka mahali pale kwa sababu jina la limeharibika. So kutoka unapoolewa umeolewa. Na huwezi toka kwenye huwezi toka ndani ya moto unaruka ndani ya frying pan. Ni hatari, kwa sababu wewe huwezi olewa na mchungaji kisha uache mchungaji uende kuolewa na kafiri, na mtu ambaye hata hajui kanisa, mlango ya kanisa. So unaangalia mahali pale kuna mambo ambayo yaliendelea sio ya kiungu.
Na jambo la kwanza tunaona kwamba kati ya Betty na yule bwana, Betty alipenda sura ya Tash. Hakumpenda kwa sababu ni mtu ambaye ni responsible ama nini. Alipenda sura na akafurahishwa na sura. Na jambo la kwanza nitaambia wasichana wote mnaoolewa, usipende sura peke yake, penda hata character za mtu. Kwa sababu wengi sana wanapenda sura ya mtu, na wanapoingia pale wanaingia kwenye majanga, wanaingia katika shida kwa sababu wao waliona tu sura. So Tash ni mtu ambaye ni very handsome, na shetani anatumia hiyo sura yake kugandamiza wanawake. Jambo la kwanza ninapofuatilia Tash kwamba jambo la kwanza bado ni mume wa mtu, na bado haja divorce ndoa yake. Kwa hivyo wewe utawachaje ndoa yako uende uingie kwa ndoa ya mtu tofauti? Pale pia lazima uangalie pande zote mbili. Unapoacha ndoa yako uende kuingia kwenye ndoa nyingine, bado kuna kichapo kutoka kwa Mungu. Bado kuna kichapo kwa sababu wewe umeingilia ndoa ya wenyewe. Umetoka kwenye ndoa yako, umeharibu ndoa yako, tena unaenda kuingilia kwenye ndoa ya mwingine. So hapo lazima uangalie pia kulikuwa na shida. Kulikuwa na shida ambaye pia yeye ingemletea shida katika maisha yake, kwa sababu huyo mwenye ameenda kuingia kwa ndoa yake, unajuaje kama ni mtu muombaji? Unajuaje kama ni mtu anajua kupiga magoti mbele za Mungu na kulia? Mtu anayepijua kupiga magoti mbele za Mungu na kulia, ukienda uingie kwenye ndoa yake, basi moto utakulamba. Usicheze na mtu muombaji. Usicheze na mtu muombaji. Na kama yule mwanamke wa Tash ni mtu muombaji, I'm sure kwamba pia hapo kungekuwa na nini, kungekuwa pia na chanzo cha masaibu yake. Alafu jambo la kwanza hapa ndo naambiaga watu shida ya kuingia kwenye cult. Kwa sababu jambo la kwanza tunapoangalia, na narudia tena mbeleni, kwanza tunapoangalia mtu aliyekuwa bayo, tatizo kubwa nia yake ya kuingia kwenye ndoa ya Kanyari. Hakuingia pale kwa sababu alimpenda. Aliingia pale kwa sababu aliona pesa nyingi. Aliona pesa za Kanyari, ndio aliingia kwenye ndoa ya Kanyari. Kwa hivyo na kama aliona ni pesa ziliingia mahali pale, aliingia kwa sababu ya pesa. Hakuwa na upendo halali. Na dhidi ya kuingia pale kwenye ndoa, hakujua anaingia kwenye culti. Na mimi narudia tena, kuna watu nifundisha mambo ya culti, na haya mambo kwanza kwa sababu ni hatari sana, na wafundisha haya mambo ya culti na sitaacha kuwafundisha. Nikasema ya kwamba mtu unapoingia kwenye culti unaingia kama kipofu, lakini kutoka culti ndio shida. Kutoka culti ndio shida. Na unatoka kwenye culti, ujajitenganisha na ile madhabahu ya culti, alafu kisha wewe unaenda kwa anan believer, kwa mtu ambaye kwanza hajui mlango ya kanisa ni nini. Mtu hata ambaye hajawahi kanyaga kanisa, unatoka pale unaenda kwa mlevi. So unaikuta chanzo ni cult. Na cult wakati imetoka ndani, hiyo cult kwa sababu imekuwa brainwashed. Mtu akitoka ndani ya cult unakutaga hata kwenda kwa mganga si rahisi, si ngumu. Kwa sababu unapoenda kwenye cult unachanganywa mawazo yako, unakosa kujielewa. Kwa hivyo alipotoka pale, hata hakuna venye mawazo ingemwambia wacha nitafute mtu ameokoka niende nikae na yeye. Ametoka pale kwenye cult, ameenda direct kwa mlevi chakari ambaye hajui mlango ya kanisa ni gani. So yeye ameenda pale kwa sababu ameona sura, very handsome man, lakini kwamba ni mlevi chakari. Ni mtu ambaye unakuta kwamba hajielewi. Unajua kwamba hakuna mlevi ambaye akona future, hakuna. Na kama unanisikia hapa hivi unataka kuolewa na mlevi, hakuna mlevi akona future, hakuna. Ulevi, kitu cha kwanza, walevi, hakuna mlevi kuwa na future. Hiyo ni Mungu, hiyo tu ni 50-50 future ya mlevi, unless kama wale wanakunywa kidogo, lakini mlevi hana future. Na mimi narudia tena, mlevi hana future. So yule mtu amekaa Amerika miaka yote mingi,
lakini unakuta hana hii wala hii, alikuwa tu driver wa nini, wa marori. Kisha unapofika mahali pale, wewe umependa sura yake lakini amependa pesa yako. Umependa sura yake lakini yeye amependa pesa yako. So unapoona mahali pale, mara mingi bills mwenye alikuwa analipa ni nani? Ni Betty. Huyo jamaa hakuwa responsible man. Na wanawake, mimi nakwambia kwamba kama uko na watoto, usiondoke tu hivi na kuingia kwenye ndoa kwa sababu mtu ni mrembo. Angalia a responsible man. Utaolewaje na mtu ambaye sasa wewe yeye hashughuliki, hawezi lipa bills zako? Lazima uende kwa your ex alipe bills zako, your ex alipe watoto shule, your ex alipie nini, afanye achukulie majukumu ya watoto. Hiyo ndoa iko na shida. Hiyo ndoa unaiweka ex, hiyo ndoa iko na shida. Kwa sababu mwanaume anapokuoa lazima asimamie majukumu yako 100% pamoja na watoto 100%. Kwa hivyo sasa huyo mwanaume huwa nini, kama uko kwa mwanaume na bado kwamba wewe unapokea pesa kutoka kwa your ex, kwa hivyo inamaanisha wewe uko na wanaume wawili. Uko na wanaume wawili. So na unakuta mwanamke mwenye wanaume wawili ama wanawake wengi katika maisha yake, maisha yake yanakuwa hatarini. Kuishi kwake pia ni shida. Mwanaume mmoja kati ya watu wawili, kuna mwanaume mmoja anaweza kukuua. Kuna yule ambaye anakuwa na wivu zaidi, anaweza kukuua. Labda kuna yule ambaye anakupenda kwa sababu ya damu, na kuna yule mwingine anakupenda kwa sababu ya pesa zako. Kwa hivyo hizo pesa zako hizo usipompatia, anaweza kufanyia jambo lolote kwa sababu hakupendi, anapenda pesa zako. Na wanawake wengi wanaishi na vidonda. Kuna mwingine nimeona sasa kwenye TV, mama mwingine ana trend sana ati ya kwamba yeye walioana na Mjerumani, na mwanaume Mjerumani. Na unakuta sasa ameoana mwanaume Mjerumani, mwanaume adhingi ni 84 years size. Mama analia, anasema huyu mwanaume mimi ndio namulisha, huyu mwanaume mimi ndio namnunulia manguo, huyu mwanaume sijui mimi ndio nafanya kila kitu nini, na huyu mwanaume sasa hizi ananichapa, ananifanyia nini. Wanawake mnaonisikia hapa, ninaongea na nyinyi sasa. Mnaonisikia hapa, maandiko yanasema mume mzuri hutoka kwa Mungu. Mume mzuri si sura. Tatizo la wanawake wa Afrika, wakiona ngozi nyeupe wanaona pesa. Na hizo ngozi nyeupe, kuna watu ambao ni maskini kabisa lakini ni ngozi nyeupe. Kuna watu ambao ni matapeli na ni ngozi nyeupe. Kuna watu ambao wana kazi yao ni kuolewa na wanawake na ni ngozi nyeupe. Kwa hivyo ukiona ngozi nyeupe si kumaanisha umefika. Unaweza olewa na ngozi nyeusi na unawili sana katika maisha yako. Unaweza olewa na ngozi nyeupe na maisha yako masaibu yako yaanzie mahali pale. Napokeanga simu usiku na mchana. Kuna wanawake wameolewa Wajerumani kwanza, na wanaume wa Wajerumani wanapitia hell katika maisha. Wengine wanachapwa usiku na mchana. Wengine wamefika mahali pale hata wengine kwamba huyo mwanaume hataki ufanye kazi. Na kama kuna watu ambao hawaamini Mungu, ni wanaume wa Jerumani hawaamini Mungu. Wanaume wa Jerumani wengi wanaamini sana mambo ambayo ni ya kishetani, ambayo si ya kiungu. Wanaabudu miungu ya kishetani. So na kuna wengine ambao waliingia mahali pale na akalipoolewa na mwanaume wa Jerumani, sana shindo sasa mimi nitafanya namna gani? Nishaingia tushazaa watoto, lakini ndoa yenyewe ni moto. Hakuna amani katika ile ndoa. So wanawake wote ambao mnanisikiza, wachaneni kuangalia sura nyeupe. Mwambie Mungu, nipe mume, awe ni mweusi, awe ni mweupe, lakini yule ambaye Mungu amekupa ni wako, na mtaishi kwa amani, mtaishi na furaha. Yeye atakuwa faraja kwako, na hakika atakuwa fahari ya maisha yako. Nia ya kuolewa, mtu haolewi ati kwa sababu apate sifa. Na wanawake wengi wanaoolewa, wengi wanaotaka ndio wapate sifa. Na kama unaolewa kwa sababu ya sifa, hapo jua kwamba umeingia katika madhaifu. Katika nini? Umeingia katika matatizo. Bishop, tukirudi kwa Tash.
Tash, vile mama aliongea, alisema mwenye anataka watoto ampeleke kotini. Wewe una maoni gani hapo? Kuna kitu kimoja ambaye nitazungumzia hili jambo, kwamba Betty Bayo si mke wa Tash. Betty Bayo amekuwa mke wa Kanyari tangu zamani, ndiye anajulikana, hata mbingu inajua Kanyari ndio mume wa Betty aliyekufa, marehemu Betty. Tash aliingia aende kwa ndoa yake, aliingilia ndoa yake ya wenyewe, akaacha ndoa yake, akaingilia ndoa ya wenyewe. Tash arudi kwa mke wake, arudi kwa watoto wake. Hata inaweza kuwa nikipigwa, labda Mungu amempiga, kwamba baada ya kuacha mke wake arudi kwa mke wake, aachane na watoto wa Kanyari, watoto wa Kanyari warudi kwa Kanyari. So kila anachosema kwamba anachokizungumza ni chake, kwa sababu sidhani kama kuna mahali Kanyari anaweza stakiwa kwa sababu ya kuchukua watoto wake. Kisheria ana haki ya kuchukua watoto wake, ana haki na ya kukaa na watoto wake kwa sababu ni biological father. Hili ndio tuongea tu, na baada ya kuongea hivyo kuna mambo nilikuwa nataka nifundishe watu, mambo machache tu yanayohusiana na cult. Kwa sababu niwaambia kwamba unapoingia kwenye cult kutoka ni shida. Unapoingia kwenye cult unakuwa umeingia katika shida, na inakuwa chanzo cha masaibu yako. Na tunakuta kwamba Betty aliingia kwa cult, na alipotoka ndani tumeona maisha yake hayajakuwa mazuri. Aliingia katika ndoa akidhania ni ndoa nzuri, lakini haikuwa nzuri. Jambo la kwanza, misingi yake mibaya ilikuwa ya cult. So na kuna mtu anauliza swali pale pastor, akasema mimi nitajuaje hapa nimeingia kwenye cult? Nitajuaje hii pata hii niko ni cult? Nitarudia kwanza, cult ya kwanza ni ile ambaye hawafundishi sana mambo ya utakatifu, mambo ya kwenda mbinguni. Cult wanafundisha sana vile mtu atakuwa tajiri. Atafundisha kwanza, cult nyingi wanafundishana kuhusu mambo mawili tu, miujiza na utajiri. Miujiza na utajiri. Na ile miujiza si miujiza free, ni kununua miujiza. Unakuja na kiwango fulani cha pesa, unaombewa miujiza. Unakuja na kiwango fulani cha pesa, unaombewa miujiza. Nataka nifundishe habari ya miujiza. Kuna tofauti ya kuvunja madhabahu na kununua miujiza. Kununua miujiza ni wakati ambao umeenda ukiwa mgonjwa, badala ya kuombewa uponyaji unaambiwa tafuta kiwango fulani cha pesa uombewe uponyaji. Kununua miujiza ni wakati ambapo sasa wewe una tatizo fulani tu ambalo unahitaji counseling, lakini unaambiwa leta pesa, fanye nini? Na mahali ambapo sehemu nyingi ambazo miujiza inauzwa, unakutanga hata kumuona pastor peke yake lazima ulipie. Kumuona pastor peke yake lazima ulipie. Unapofikia mahali unalipishwa kuona pastor, unajua hapo umeingia kwenye cult. Jambo la pili, ukienda mahali ambapo unaambiwa kwamba unaenda unaambiwa kwamba uende ununue nyungu, uende naye mahali pale ivunjwe. Ununue nyungu iende mahali pale ivunjwe. Unajua kwamba umeingia kwenye cult na umeingia kwa mganga. Hata kama mchungaji anakuambia lete nyungu, alafu mnaweka sijui makaratasi ndani, mnaweka nini ndani hiyo nini ya nyungu, mnaweka majina za labda wale watu ambao maadui kwenye nyungu inavunjwa, unajua ngo umeingia kwenye cult na umeingia kwa mganga. Ya pili ni wale watu wanakuambianga lete picha ya watoto wako, lete picha ya mzee wako, lete picha ya watu wako wenu, mnapelekea mchungaji. Jihadhari sana kuhusu kupeleka picha yako. Na kama umeshaipeleka picha yako kwa mchungaji na bado hujachukua na kama ulipeleka picha yako na baada ya kupeleka picha masaibu yamekufuata, ni vizuri nitafute. Kuna watu wameenda mahali na wakaitishwa nguo unapeleka, aidha ni nguo za mzee ama ni nguo zako, hata zaidi unapeleka nguo za ndani. Jua hapo hivyo ni kwa cult na ni kwa mganga. Kuna mahali ambapo unaendaga unakuta kuna washwa, unapoingia ndani unakuta mishumaa imewashwa kwa mahali kuna kona nyingine imewekwa kona hii mshumaa, hapo ni kwa cult na ni kwa mganga.
Kuna mahali unakutaka sasa yule mchungaji inaitwanga ni nabii, kabla akuhudumie lazima avae kanzu. Kuna kanzu ya purple, kuna kanzu ya yellow, kuna kanzu ya green, kuna kanzu ya red, na zingine huwa pia zina makala different. Ukiona mtu amevaa makanzu kama hayo anataka kuhudumia, jua hapo wewe hapo ndio nyota ya mtu unaendaga. Hapo ndio unaibiwanga nyota yako. Na jambo lingine, ukiingia mahali ukute manabii na yule naye anataka kuhudumia, lazima kwanza asimame juu, ama aanze kufanya vituko, ni kujikuna, ni kuinua mguu moja juu, ni kurukaruka kama kangaroo. Jua hapo umeingia kwenye cult. Kwa hivyo kama unanipata mahali pale na umeshaingia mahali pa mambo yanafanywa, mambo kama ya aina hiyo, na kama ushaienda mahali ukauziwa pia kitu na mchungaji na uko nacho kwa nyumba, iwe ni maji, iwe ni kitambaa, iwe ni uzi, iwe ni nini, iwe ni msumari, basi jua uliingia kwenye cult, na ujue kwamba masaibu yako ya maisha itaanzia hapo. Shida zako zitaanzia hapo. So nitafute nikutenganishe na yale madhabahu na uishi maisha yako. So kwa kumalizia, labda kuna mtu yuko mahali pale anasema, mchungaji, kanisa liko wapi? So kuna watu wanakuja kunitafuta chokaa siku ya Sunday. Tafadhali msinitafute chokaa siku ya Sunday. Chokaa ni ofisi peke yake. Na narudia peke yake hapa tena. Chokaa ni ofisi peke yake. Kanisa tukutane, kama unataka kuja kanisani, tunakutana Donholm na market hapo nje kwa parking, na supermarket hapo kuna gari hapo saa 3 kamili ya kupeleka watu kanisani. So shalom, kama unataka kunifikia popote ulipo, nambari yangu ya simu 0722 744 672 0722 744 672. Popote ulipo ulimwenguni, kama una shida yako, Mungu anaweza. Narudia tena, Mungu aliyenitoa kwenye wheelchair miaka 7 anaweza. Nipigie simu. Na wale ambao wako Kenya, tafadhali nawaomba kitu kimoja. Mkiwa Kenya usinipigie na WhatsApp. Siko kwa WhatsApp kila wakati. WhatsApp ninaruhusu tu watu ambao wako nje ya Kenya. Mtu wale ambao wako Marekani, kwa sababu kupiga simu direct ni pesa mingi. Mtu ambaye yuko Marekani, mtu yuko ambaye yuko Canada, Germany, France, Australia, Ireland na nchi zingine ambazo za nje ya Kenya. So kama uko nje ya Kenya, ninakuruhusu nipigie na WhatsApp ama niandikie ujumbe kwa WhatsApp, nitakujibu. Lakini kama uko Kenya, tafadhali piga na nambari ya direct. Piga direct call, usipige through WhatsApp. Mungu awabariki sana. Narudia tena, nambari ya simu ni 0722 744 672. Na tuko na foundation pia inaitwa Penina Rasugu Foundation. Foundation ya kusaidia wamama kwenye kijiji. Hawa wamama pia wanahitaji Christmas. Unapoenda kula Christmas yako pia wakumbuke, wanunulie hata ungangano, hata kama ni bando moja, hata kama ni bando mbili, wanunulie mchele hata kama ni 25 kg ama 50 kg. Mungu atakubariki. Usikule Christmas peke yako. Kumbuka hata hawa wamama wenye wako kwenye slums wanahitaji pia, wana mahitaji. Mungu akubariki sana. Asante sana Bishop.